Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi na Oman zimesisitiza hitaji la kuendeleza mazungumzo kuzuia muungano wa kijeshi wa Iran na Marekani. Urusi pamoja na Oman wametoa msisitizo huo wakisema kwamba mazungumzo yanayoendelea lazima yaendelee na lazima yawe na tija kwa pande zote mbili. Urusi imesema kuwa mazungumzo kati ya nchi hizo mbili ni mazungumzo ambayo yatasaidia kuondoa mzozo ambao unaweza kusababisha vita vikubwa mno katika ulimwengu. Kwenye taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi baada ya mazungumzo ya simu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman Badri Abdel Said na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov, imeelezwa kuwa Moscow na Muscat zilisisitiza hitaji la kuendeleza mazungumzo ili kuzuia mgongano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani na kuhakikisha uthabiti wa kieneo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi pia imesema kuwa Sergei Lavrov, waziri wake wa mambo ya kigeni, alithamini jitihada za Oman katika muktadha huu. Duru ya kwanza mazungumzo kati ya Iran na Marekani iliandaliwa Ijumaa ya Februari 6 mjini Muscat, mji mkuu wa Oman, kwa lengo la kutafuta suluhisho la mgogoro wa nyuklia wa Tehran. Upande wa Iran uliongozwa na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, huku upande wa Marekani ukiongozwa na mjumbe maalum wa Donald Trump Bwana Steve Witkoff. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Oman, mazungumzo ya kina yalifanyika kati ya makundi ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, na pande zote zilirudia kiapo chao cha kuendelea na mazungumzo hayo. Hata hivyo, baadhi ya washirika wa Marekani wanaona hakuna haja ya kuendelea na mazungumzo kati ya Marekani na Iran, isipokuwa ni Marekani kuchukua jukumu muhimu la kuweza kusambaratisha mfumo wa nyuklia wa Iran pamoja na makombora ya masafa marefu ya Iran. Huko nchini Israel, mpango huo ndio ambao unaendelea sasa. Baadhi ya maafisa wa kijeshi nchini humo wamemuomba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika mazungumzo yake atakayoyafanya mnamo siku ya Jumatano atakapowasili Washington kwa ajili ya mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump, amweleze wazi kwamba Marekani inapaswa kuishambulia haraka Iran na kutokomeza mpango wa nyuklia pamoja na mpango wake wa makombora ya ballistic. Hata hivyo, maafisa hao wa usalama wamesema kwamba ikiwa Marekani itaendeleza mazungumzo hayo ambayo hayatakuwa na maana yoyote, basi ni wazi Iran itaendeleza mpango wake wa nyuklia, lakini pia itaendelea na mpango wa uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ambayo ni hatari kwa mustakabali wa nchi ya Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.